Ni furaha iliyoje mpenzi msikilizaji wa Msizo Ayo TV. Natumaini we ni mzima wa afya. Na habari zetu tukizianzia mjini Bukavu ni kuwa Bukavu Quartier Chai ndio manyumba ziliwaka leo mardi tarehe 9 mwezi Juni. Nyuma inasemekana kuwa nyumba zilianza kuwaka depuis 10h mpaka 12h masaa ya Kongo, kwa sababu sisi tulioko hapa Kenya masaa ni tofauti na huko Kongo. Kareji moto ndio iliwaka huko Kareji, iliwaka kabisa, hali ilikuwa mbaya sana. Inasemekana kuwa nyumba 40 ndio ziliungua, ziliteketea kwa moto, nyumba 40. 40 mezo zote ziligeuka majivu kabisa, na tunatoa pole sana kwa familia za wahanga. Tunatoa pole kwa familia zenye zote zilipoteza vitu, mali. Tunatoa pole sana. Na huko Kabare ni kuwa mapigano yaliripotiwa hii mardi katika maeneo ya ambayo na Kamakombe mteritwari ya Kabare hiyo, kati ya wapiganaji wa Kimaimai wakisaidiwa na FARDC na wa jeshi la Burundi na FDLR na Codeco. Kama kawaida wa Maimai walikuja kuvamia kwenye ngome za serikali ya AFC M23 Twigwano, lakini walikimbizwa wakaenda. Na tukielekeza mjini Uvira ni kuwa maire de la ville wa Uvira Kiza Mhato amewasili hii mardi ya leo, amewasili mjini Uvira. Alikuwa ukimbizini. Yeye ni kiongozi wa kukimbia na acha watu wake, kiongozi hovyo sana. Mapambano makali yaripotiwa Mikenge kati ya serikali ya AFC M23 na wazalendo. Walijaribu tena kuja kuchokoza Simba na Duba, lakini waliona cha mtema kuni. Mapigano yameripotiwa hii Jumanne tarehe 9 Juni mwaka 2026 katika vijiji kadhaa vya milima ya juu ya Minembwe, ikiwemo Kakenge, Bidegu na Kalingi, kati ya Twirwaneho, jeshi la autochtone la Kinyamulenge na jeshi la Kongo FARDC likisaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Inasemekana kuwa taarifa zinasambaa kutoka eneo la Minembwe zikidai kuwa Mikenge iko bado chini ya udhibiti wa muungano, iko chini ya udhibiti wa serikali ya mapinduzi ya AFC M23. Kwa mujibu wa madai hayo, hali hii imekuja baada ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yalilenga maeneo ya jeshi la FARDC siku ya jana, Jumatatu tarehe 8 Juni mwaka 2026. Eneo la Mikenge limekuwa miongoni mwa maeneo yanayokumbwa na mvutano kwa mara kati ya makundi yenye silaha ya kizalendo na jeshi la Burundi likisaidiwa na serikali ya Kongo. Wananchi wa maeneo wanaendelea kutamani kurejea kwa amani baada ya taarifa kuwa serikali ya AFC M23 Twigwado imedhibiti kijiji cha Mikenge. Ndio hapo jeshi la FARDC likatoa tangazo kwa vyombo vya habari namba 17. Tangazo la FARDC, la jeshi la FARDC, linataka kusoma na wanukuu: Force Armée de la République Démocratique du Congo wanaofahamisha umma wa kitaifa na kimataifa kuwa muungano wa RDF AFC M23, au ni hao wameandika hivi, sio mimi, pamoja na washirika wao Twigwano na Red Tabara walifanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani drones dhidi ya maeneo kadhaa na nafasi za FARDC huko Mikenge katika nyanda za juu za Fizi, Uvira, mkoani Sud Kivu siku ya Jumatatu tarehe 8 Juni mwaka 2026. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya watu na uharibifu wa mali. FARDC wanalani vikali mashambulizi haya mapya ambayo kwa mujibu wa taarifa hiyo yanaweka zaidi raia wa nyanda za juu katika hali mbaya ya usalama ambayo tayari imeathiriwa kwa miaka mingi ya migogoro. Wakati wakisikitiza
wakisisitiza kuendelea kuunga mkono juhudi za amani zinazoendelea. FARDC wanasema wataendelea kuwa macho na kujitolea kikamilifu katika kulinda mipaka ya nchi na usalama wa raia. Pia wameeleza kuwa watachukua hatua zote zinazohitajika kukabiliana na tishio lolote dhidi ya mamlaka na uhuru wa taifa. Imetolewa Kinshasa tarehe 9 Juni, siku ya leo. Imeandikwa na Lieutenant Kanali Mongba Hazakuya Mark, msemaji wa FARDC. Guys, hii ni post ya jeshi la FARDC walitoa baada ya kusikia kuwa Mikenge imekuwa libere na serikali ya M23 tuigwanio. Watasema sana. Kipindi wanaua raia hawaongei, hawezi kuona tangazo lolote. Kwa sababu wamewanyang'anya tonge kwenye mdomo, wamelibere, sasa population ndo wanaanza kulalamika. Na tukisalia nchini Kongo ni kuwa Kisangani na Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia katika hatua mpya mjadala kuhusu marekebisho ya katiba ya mwaka 2006. Mwaka 2006 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati bunge linaendelea kujadili na kukamilisha sheria inayohusu kura ya maoni, referendum, Wizara ya Elimu ya Juu, Utafiti wa Kisayansi na Ubunifu imeandaa kongamano la kitaifa litakalofanyika kuanzia tarehe 10 hadi 12 Juni mwaka huu. Kongamano hilo alitawakutanisha wataalamu, wasomi na watafiti na wahadhiri kutoka mji wa Kinshasa, Kisangani na Lubumbashi ili kutathmini katiba mwaka 2006 na kuangalia ikiwa bado inakidhi mahitaji na changamoto za kisiasa za kitaifa. Mijadala hiyo inatarajiwa kutoa mchango muhimu katika tafakari kuhusu uwezekano wa marekebisho ya katiba na mustakabali wa taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjadala huu unaendelea kuzua maoni tofauti ndani ya tabaka la siasa, mashirika ya kiraia na wananchi kuhusu muhimu wa athari za mabadiliko yote ya katiba. Guys, hii ni nadharia na ni mipango ya Chilombo, anaendelea kupanga ndio aendelee kusalia madarakani, ila pia tutamkubalia aendelee kufanya nchi yetu ya Kongo kuwa kama shamba lake. Acha niwashukuru, acha niishie hapa. Mambo mengine tutaendelea siku ya kesho, ndio tutaendelea na taarifa za kimataifa. Acha niwashukuru pia, muendelee kusubscribe, kunionyesha upendo wenu, unaendelea kufurahishwa na upendo wenu, mnaendelea kufanya jambo la khairi. Mungu aendelee kuwabariki sana. Asanteni sana ndugu zanguni. Muendelee kusubscribe na kulike na kushare. Asante, Mungu